So baada ya maswali mengi ambayo tuliweza kujiuliza hapo awali kuhusiana na yule kiongozi wa Iran pale ambaye alikuwa anajiita Ayatollah Ali Khamenei, ambapo aliweza kuuliwa na lile bomu ambalo lililipuliwa kwenye vile vita vya Iran pamoja na Israel na Amerika mnamo tarehe 28 mwezi wa pili mwaka 2026, ambapo aliweza kufariki wakati ule ule bomu lile lilipolipuliwa mahali ambapo alipokuwa pamoja na viongozi wengine ndani ya Iran. Kwa sasa imefika takriban siku 126 mtu huyu alikuwa hajazikwa, ama kiongozi huyu alikuwa hajazikwa, lakini leo rasmi tarehe 9 mwezi wa 7 mwaka 2026 anaenda kuzikwa rasmi, na hivyo basi dunia iweze kuacha ule msemo ambao ulikuwepo ama yale maneno ambayo yalikuwepo tukiwa tukizungumza kila wakati hapa na tukijiuliza vipi huyu ni kiongozi wa Kiislamu na ni kiongozi mashuhuri, ni kiongozi anayejulikana na ni kiongozi mkuu ndani ya nchi ya Iran. Na kama tunavyojua sheria ile ambayo ipo, Muislamu yoyote ambapo anakata maisha wakati wote huwa ni masaa 24 peke yake ambayo yamewekwa na yeye aweze kustiriwa. Lakini vile vile pia kukawa kuna maswali baadhi ambayo yaliweza kuwekwa hapo karibuni, ambapo baadhi ya maswali ilikuwa ni kwa nini Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam aliweza kuzikwa baada ya siku 2 au 3 ndo akaweza kustiriwa, wakati pia vile vile kiongozi mwingine ambaye amejitokeza ambaye ni Waislamu ndani ya Iran pia ambaye ni kiongozi mkuu pale ameweza kukaa kwa takriban miezi 4 na siku kadhaa. Basi watu tunajiuliza why is it that? So nitaweza kutoa sababu za kimsingi za mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam kwa nini aliweza kuzikwa siku 3 kabla afariki ama baada ya kufariki, samahani, ambapo moja sababu walikuwa wanasema ni burial location, yani ile sehemu ambayo alistahili kuzikiwa kila mtu ama kuzikwa, kila mtu alikuwa ako na ile wasiwasi. Huyu ni mtume, ni mtu mkubwa, ni mtu ambaye alikuwa akizungumza na Mwenyezi Mungu directly, ni mtu ambaye alikuwa ana maono ambayo anaonyesha na Mwenyezi Mungu directly. Ni vipi tutamzika, wapi, nani ambaye atatoa ile sauti ama kauli ya kusema kwamba basi Mtume Muhammad aweze kuzikwa sehemu fulani. So hilo ni moja ya swali ambalo lilikuwa ni zito kwa wote wale ambao wamemzunguka, wasijue watamzika wapi. Ndio pale ambapo mwisho wa siku, ile siku ya mwisho ambapo Abu Bakar alijitokeza na kusema kwamba na kukumbusha wale wenzake na kuambia kwamba siku zote mjue kwamba mtume wa Mwenyezi Mungu mahali popote pale ambapo atafarikia ama pale ambapo atafariki, basi anastahili kuzikwa hapo hapo. Ndio pale ambapo wakapata kumzika nyumbani mwa yule binti ambaye alikuwa amemuoa pale wakati ule. Na sababu nyingine ya pili ni funeral prayers, ile tunasema sala ya mwisho ama sala ya maiti ama sala ya ile ambayo alikuwa anapaswa kumswalia mtume. Najua siku hizi swala huwa ni ya pamoja, ama kiongozi mmoja tu ama imamu anajitokeza na anaswalisha watu wote nyuma ili mradi waweze kumzika ama kuzika maiti. Lakini wakati huu iliwabidi wakose mtu, ama kila mtu alikuwa ni ile sijui ni wasiwasi ama ni kutokubaliana na yale majukumu, kila mtu ikabidi pale afanye sala yake kulingana naye mwenyewe vile anataka. Wanawake akasali pale, watoto wa kike, watoto wa kiume, watu wazima, kila mtu akawa anaingia kwenye kile chumba ambacho mtume amefariki ili mradi aweze kusalia mtume. Na nyingine ilikuwa ni succession, ile masuala mazima ya ni nani ambaye atatuongoza. Mtume amefariki, mtume ameenda, ni nani ambaye atakuwa kiongozi wa Uislamu kwa sasa, kwa sababu kiongozi wa Uislamu tayari amefariki. Na hiyo ndio ilikuwa ni kitu kingine ambacho kwa kuna bishano fulani, mvutano fulani na kucharakuta huku na kule, mpaka mwisho wa siku akapata ambaye alimchagua kama kiongozi. Na ndio sababu 3 za msingi ambazo zilimwacha mpaka Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam akachelewa kuzikwa. Na sababu nyingine ambayo Ayatollah Ali Khamenei ambaye ni kiongozi wa Iran, kiongozi wa Islamu pia vile vile ndani ya nchi ya Iran, ya sababu kubwa zaidi ambayo ilimfanya mpaka yeye akacheleweshwa kwa takriban miezi 4 ndio sasa yazikwa, si sababu nyingine isipokuwa ni sababu ya usalama. Wenyewe wamesema kwamba there was insecurity, wartime conditions. So kulikuwa kuna baadhi ya kutokuwa na usalama kwenye ile nchi ya Iran, na sio hivyo peke yake, hata kwenye zile war condition, vile vita vilikuwa viko na condition yake, ambavyo vilikuwa some of those conditions zilikuwa haziko
haziendani na matakwa ya watu kutoka Iran kulingana vile ambavyo wangependa kumzika mpendwa wao. Kwa sasa imechukua takriban wiki nzima tunavyoendelea kuongea sasa, takriban siku 10, watu kutoka Iraq na watu kutoka Iran walikuwa wako kwenye maombolezo ya kuomboleza kifo cha kiongozi wao, na vile vile pia kuomboleza ili mradi wafikie hatima yao ya leo ili kumstiri mwenzi wao. Na vile vile pia kuna watu kibao, watu wengi sana ambao wametoka sehemu tofauti tofauti za dunia, ikiwemo hata kuna kikundi ambacho kimetoka nchini Kenya, kikundi ambacho kimetoka nchini Tanzania, kikundi ambacho kimetoka Uganda pia vile vile, ambao wamejitoa kimasomaso mpaka nchini Iran kwa minajili ya kumzika kiongozi huyu. Lakini ule wakati ambapo vita vilikuwa vikiendelea, ambapo yeye ndio alikuwa ameangushwa, ilikuwa ni ngumu kivyovyote mtu kutoka kokote kwenye dunia aweze kusafiri mpaka nchi ya Iran kwa minajili ya mazishi haya. So one of the reason ama sababu ambayo ni kubwa zaidi ya yote ya kumfanya mpaka kiongozi huyo asiweze kustiriwa wakati ule ambao maswali yalikuwa mengi, mpaka mengine tulikuja tukayazungumzia hapo kwa KG Chipande, tukawa tunajiuliza ama aweza kuwa hakufariki, tunasambiwa tu amefariki, na watu kutoka Iran pia vile vile wawe wamesema kwamba yes amefariki, ili tuone Waamerika watasherekea vipi na hivyo kitu kama hicho. Lakini mwisho wa siku imewadia siku, na leo ndio ile siku ambayo kiongozi huyu anaenda kustiriwa. Ni majonzi yaliyokuwa makubwa, ni huzuni iliyokuwa kubwa kwa familia nzima na kwa watu wote ambao ni viongozi duniani, na sijaona viongozi baadhi ambao wameweza kutoa sala zao za rambirambi kwenye mitandao, labda hata kama sikutofika, lakini sijaona viongozi ambao wametoa sala zao za rambirambi. Lakini tunayoelewa ni ule uoga ambao wako nao dhidi ya nchi ya Amerika. Wajua sasa Donald Trump, rais wa nchi ya Amerika, amejiweka kama kijimungu mdogo vile, ambapo yeye yale matakwa ambayo anataka yeye, yote ambaye atayapinga, basi yeye anadili na yeye kumfundisha adabu kwa kumpiga, ama kwa kumdhulumu mali za ile nchi yake, ama kwa kumzuia ili mradi asiendelee kuwa kiongozi. So napata viongozi wa dunia, takriban viongozi, nimesema takriban, kuna baadhi ya viongozi ambao hawaogopi mpaka sasa, kina Putin, viongozi wa South Korea, viongozi wa North Korea, viongozi wa nchi kama ya Russia, ni baadhi ya viongozi ambao they don't fear Donald Trump. But ukiangalia viongozi 90% ya kutoka nchi ya Afrika ni viongozi ambao wanaogopa ama wanamwogopa Donald Trump. Hivyo basi kila chochote ambacho Donald Trump anasema leo hii, viongozi hao wanafuata. Ndio maana wanapata paka ugumu wa kukashifu vitu ambavyo vinaendelea ambavyo sio sahihi. Kikweli kabisa kilichofanyika ndani ya Iran sio sahihi, na kikweli kabisa kilichofanyika ndani ya nchi ya Iran sio kitendo cha kusifiwa hata dakika moja. Tukumbuke ya kwamba kuna watoto waliuliwa, kuna viongozi, mamia ya viongozi ambao waliuliwa, kuna watoto wa kike ambao hawana hatia yoyote ambao pia vile vile waliuliwa, kuna watu ambao hawakuwa na hatia wakapigwa mabomu, nyumba zao zikavunjwa, wengine wakakosa malazi, wengine wakakosa wazazi, wengine mpaka sasa tunavyoongea hawana miguu, hawana mikono. Na yule kiongozi ambaye alikuwa amechaguliwa baada ya kwamba babake amefariki, ambapo Ayatollah Ali Khamenei amefariki, kuna kiongozi ambaye alikuwa tumuita Ayatollah Khamenei pia vile vile, ambaye ndo alikuwa amechaguliwa kama Ayatollah mpya pale ndani ya Iran. Ni kiongozi ambaye mpaka kuchaguliwa kwake mpaka saa hii imefikia miezi minne, pia naye vile vile hajajitokeza. Hata mazishi ya baba yake ambayo yanaenda kufanyika leo hii pia vile vile hajajitokeza, hajaonekana hadharani kwenye kamera wala kujitokeza yeye mwenyewe na kutoa tamko lolote kuhusiana na masuala mazima haya ya vita ama masuala mazima haya ya mazishi ya baba yake. Tuweze kuiombea tu nchi ya Iran, Mwenyezi Mungu aweze kuilinda, Mwenyezi Mungu aweze kuipa ushindi wakati wote wa vita utakavyotokea wakati wote ule, na Mwenyezi Mungu aweze kuiongoza ili mradi iweze kunyoka kama awali, na ili mradi iweze kurudi kama ile iliyopokuwa zamani. So it is what it is, ladies and gentlemen. This KG Chipande, please subscribe, like and share this video. Thanks for watching, guys. Till next time.